Wa tuzo Kigamboni Awards kwa msimu wa 4, kwa maana kwamba mara ya 4 mfululizo. Mbele yako ni miongoni mwa washiriki na ni miongoni mwa washindi ambao na wenyewe wanakwenda kulala na furaha kweli kweli mara baada ya kuweza kupata tuzo hiyo. Mkononi umeshika certificate ya kuonyesha kwamba wao ni nini hiyo? Washindi. Wa nini hiyo? Hii ni Best People's Choice. Best People's Choice. Yes. Na tuzo yenu mkononi. Sawa. By the way, tuanze kujitambulisha kwa yule ambaye anawatazama muda huu, afahamu mnaitwa nani hasa? Sisi tunaitwa Mbroni Twins. Lakini Christina Joseph Mbroni. Kwao ni waigizaji lakini pia ni producers. Na leo tulikuwa na filamu 2 ambazo zinawania na tumeshinda tuzo 3 kwa usiku wa leo. Yes. Wow. Hongereni. Hapo na asante sana. Binafsi mnahisi mmestahiki kushinda? Tumestahiki kushinda. Yes. Kulikuwa na malalamiko hapa. Mmoja ya msanii mwenzenu amelalamika, amesema nyinyi hamkustahili kushinda na wala mwaka jana hamkufanya kazi yoyote. Mmeshinda kwa vigezo gani? Mimi nafikiri tumesubmiti kazi na majaji wameipitia na wameiona inafaa na wakaiweka katika kinyang'anyiro. Kwa hiyo sasa akisema kwamba hatukustahili, I don't know what to say. That hiyo ni opinion yake. I don't know what to say. Anasema kwamba hamna kazi ambayo mmefanya kubwa kwa mwaka huu. Hicho kilichotushindisha leo ni nini? Let's not talk about hiyo ambayo anasema kwamba kazi na huu mwaka hujaisha. Lakini kazi ambayo sisi imeingia ni hii Panya wa Jiji na baada ya harusi. So hiyo kutoka mwaka huu? Baada ya harusi ni mpya. Lakini hii ambayo imeshinda Panya wa Jiji is still running. It's a web series and is running. Sasa anasemaje kwamba haijatoka? Mtu anasema kwamba mmepewa tuzo zenu za kupeana, inakukata kiasi gani? Mimi niseme kwamba kwenye kila kinyang'anyiro kuna kushinda na kushindwa. Mfano mwaka juzi tuliingia lakini hatukushinda, lakini hatukulaumu mtu yoyote ule. Mwaka jana pia tulikuwepo lakini pia hatukulaumu mtu yoyote ule. Kwa hiyo kama tuzo imekuja kwetu, ina maana wamezingatia vigezo na kuona kwamba tunastahili. Kwa hiyo sasa huyu ambaye anasema kwamba hatujastahili kushinda, sijajua na vigezo gani, lakini nafikiri kwenye mashindano kuna mshindi anatakiwa mmoja na anapatikana. Kwa hiyo ajaribu wakati mwingine, lakini pia tunatambua kwamba kuna mfano kama kategori ambayo tumeshinda, waigizaji ni wakubwa na ni wengi ambao walikuwa kwenye kategori, lakini lazima mshindi apatikane. Kwa hiyo sasa nikubali matokeo kama mimi ambao nimekuwa nikikubali matokeo, tumekuwa tukikubali matokeo mwaka juzi, mwaka jana, leo imekuwa kwetu, sikuweza kulaumu zilizopita. Kwa hiyo kwa sasa hivi na wenzetu wakubali kwamba inapotokea mashindano Umefuatilia movie ya 7 Kids? nini? 7 Kids umefuatilia? No, sijaangalia. Mtazamaji yeye ndo anasema series zimefanya vizuri na mmemuuliza yeye ameifuatilia Panya wa Jiji? Anasema nyinyi wanatokea mvukua kwenye huba hamjafanya kazi hii. No, hiyo Panya wa Jiji anaijua Panya wa Jiji. Kwa sababu Panya wa Jiji ndio nawakalisha wote yani. All of them. Hamna mtu anaweza kuishika Panya wa Jiji. Kwa hiyo nyinyi mkimaliza hapa nafikiri mwende mkaangalie Panya wa Jiji kidogo tu. Alafu muangalie na hiyo ya kwake, then you yourselves you be the judges. Ni nani ambaye amestahili. Lakini at the end of the day majaji walifanya kazi na wakaona inafaa na tumeshinda. So unaamini kuna chochote nje ya kamera ndio kimepelekea nothing like that? Sisi tunafanya kazi, we do work, tunafanya kazi. Ndio kwa mashabiki zenu tunawapenda sana asanteni kwa support ambao wanapatia, kwamba wao ndio wanafanya tuweko mahali hapa. Mungu awabariki sana pia kwa ambao wote mmetupigia kura zenu na mchango wenu tunauona, tunautambua. Tutafanya kazi kubwa zaidi ya Panya wa Jiji, kwa hiyo wajiandae, wasubirie. Kutokea hapa usiku wa tuzo za Kigamboni Award, tupo na mmoja wa washiriki wasanii ambao wamepata nafasi ya kushiriki tukio hilo. Nini maoni yake kwa kichi ambacho kinachoendelea? Madam Shwari. Kwema. Mbona kama umenuna vile? Kipi kimekununisha? Au umeshakosa? Wamekunyoa? Wamekunyoa? Niko sawa. Unazungumziaje tuzo za Kigamboni? Usilie. Mimi nachoona wanapea na watu kwa kujuana. It's not a talent. Talent haiongei kwa sasa hivi. Ni nani ana connection na nani, anafahamiana na nani. Kwa sababu for me, hawezi kuniambia kwamba eti nimeshindanishwa na watu wameshinda
ambao kwa huu mwaka hawajafanya chochote, so YouTube, so media. And mimi kila siku niko YouTube, nimefanya muuza maji, nimefanya vizuri, nimefanya 7 Kiss, nimefanya vizuri, you know, and I'm here now kupata kile kitu ambacho I deserve, lakini until now wanapewa watu wengine ambao wana majina yao ambao tayari wameshatengeneza. So tulipofikia sasa hivi, kwa mimi naweza nikashauri hata hawa madirector wetu au maproducer, please wafuatilie hizi talenti ambazo ziko jamani. Kuna watu wana talent, tuachane na majina, tuachane na kujuana, tuachane na connection. Mtaani kuna talent ambazo watu hawawezi kuelezea talenti zao ziko vipi. You know? Okay, mimi napambana. Okay, kwa huu mwaka labda naweza nikasema nimefanya kazi 3 na ambazo zinafanya kazi, yani zinafanya vizuri. You know? And today niko hapa 2026, bado miezi 4 miishe, wanapewa matwins wale mapacha. Unanielewa sijui? Okay, 2026 umefanya nini? Ni wasanii tu ambao wanajulikana kwamba walifanyaga kwa Lamata kipindi fulani. No, not kwa Lamata, walifanyaga Uba. Yes, ilikuwa Uba. Ilikuwa walifanyaga Uba kipindi fulani kwa sababu wanafahamika na wenyewe ni mapacha, basi wanapewa kitu, si ndio? Lakini kwa sisi, what about us? Ambao tunafanya kazi kila siku hatulali. Mimi nimeua biashara yangu bro kwa ajili ya sanaa. Sijui unanielewa? Lakini leo haionekani. Wanaonekana watu ambao wanafahamika tayari, watu ambao wana majina tayari. Sijui mnanielewa? 7 Kiss inafanya vizuri, watu wengi wanaijua. Mimi nimeenda mkoani Tabora. Sijui unanielewa? Ni mara yako ngapi kushiriki kwenye zoezi la tuzo? Okay, hii ni mara yangu ya kwanza. Lakini naona kuna uonevu mkubwa sana. Hata kama ni mara yangu ya kwanza kushiriki, lakini kuna uonevu mkubwa sana kwenye haya mambo ya tuzo. Unaamini waliopewa hawakustahili? Hawakustahili kwa sababu hawajafanya. 2026 umefanya kazi gani? Tuonesheni. Kazi hizi zinaonekana jamani. Wenyewe umefanya kazi gani? Yaani wamechukua 2026. Okay, wamechukua hiyo tuzo yao ya 2026. Kwa kazi ipi? Wamefanya kazi gani mpaka wachukue tuzo? Moja kati ya vitu ambavyo wasanii huwa mnahubiriwa kila siku ni pamoja na uvumilivu. Ukuhisi labda ni mapema, unatakiwa usubirie labda mwakani uenda ungepata, sababu kuna mtu anashiriki mara 2 mara 3 unajua kupata mwaka unaofuata. Unaona ni mapema sana kulalamika? Naomba kitu kimoja kizuri sana, si ndio? Okay, mimi naweza nikasema ni underground, si ndio? Ni msanii ambaye ndo kwanza nakuja kwenye game sasa hivi. Natakiwa nipewe moyo, sio kuvunjwa moyo. Si ndio, unanielewa eh? Okay, watu tunajitoa, sanaa ni wito. Kama kazi ya ualimu ilivyo. Nikiona mimi nimepambana 2025, nimepambana 2026, nimepambana. Alafu ni kweli kuna watu ambao hawajapambana na is true wanapata tuzo leo. Wewe unajisikiaje? Okay, toa nafasi yangu mimi kama T.